Hoi hai. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kaka yetu ndugu Ali Salum Hapi Mneki na katibu wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi, ndugu viongozi wa TK Movement kuanzia ngazi ya taifa, mikoa na wilaya. Nimekuja hapa kwa ajili ya kumkaribisha mgeni rasmi. Sitakuwa na maneno mengi sana kwa sababu naamini mimi na nyinyi tuna siku nzima ya kesho, Mungu akipenda, ya kuzungumza na kuyajenga yanayotuhusu sisi wana TK. Lakini leo kwa heshima ya kaka yetu tulipenda awe ni sehemu ya wanafamilia wa TK, aje kutuzindulia rasmi semina yetu sambamba na kutuzindulia rasmi projekti yetu ya Samia Soja. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, nitaeleza kwa kifupi kuhusiana na tukio letu la semina pamoja na programu yetu ya Samia Soja. Tangu tumeanzisha TK Movement ni takriban mwaka sasa. Na katika awamu ya kwanza ilikuwa ni usajili pamoja na kuitambulisha TK Movement nchi nzima. Na jambo hilo tumeweza kulifanya na kufanikiwa kwa 100%. Naomba tujipongeze kwa hilo. Unaona hapa ni baadhi ya viongozi wa TK Movement. Hawafiki hata robo ya viongozi wote tulionao nchi nzima. Tuna viongozi takribani zaidi ya 670. Lakini ni viongozi wakuu kwenye ngazi ya mkoa na wilaya. Lakini majembe yetu yapo kwenye kata, ambao ni zaidi ya viongozi 100,000 ambao tunao nchi nzima. Sasa wakati tunafikiria ni namna gani ya kukutana nao, tulikuwa tunawaza tufanye tukio letu kwenye uwanja wa Mkapa. Lakini tukagundua uwanja wa Mkapa sasa hivi kwenye marekebisho. Lakini pia hata uwanja wa Mkapa usingetosha. Ingebidi tuwazime na Uhuru kwa ajili ya kukutanisha viongozi wa TK. Sio wanachama, ni viongozi. Na siku zote wanasema kazi nzuri huwa inajionyesha, haihitaji kelele nyingi. Hakuna leo hii mtu ambaye hatambui mchango na jitihada kubwa ya TK Movement ndani ya nchi hii. Sambamba na hilo, mgeni rasmi, changamoto siku zote kwenye safari huwa zipo. Na sisi kupitia safari yetu ya TK Movement tumekuwa na changamoto nyingi. Na ndugu zangu hapa viongozi, wao ndo waanga wakubwa zaidi kwa changamoto ambazo wanakutana nazo. Ni movement ya kujitolea na kila mmoja kaibeba kwa 100%. Vibe ambalo unaliona hili ni vibe ambalo sisi hatulinunui, linakuja naturally. Wakati tunaanzisha TK Movement kwenye uzinduzi wa kitaifa, tulihudhuriwa na watu takribani 7,000. Katika hao watu zaidi ya 1,500 walitoka mikoani kwa uwakilishi. Lakini namna ya kuorganize na wao kuja mikoani, sisi kama viongozi wa kitaifa hatukuwahi kusafiri kwenda mkoa wowote. Ni simu ilituunganisha. Tulimtafuta kiongozi mmoja kwa kupiga simu, bana mara kuna kiongozi gani, mara kuna mtu gani ambaye tunaamini anaweza akabeba maono ambayo sisi tuliamini tunaweza tukavuka nayo. Tuliweza kufanya organization ya namna hiyo kwa kutumia njia ya simu na kuwashawishi zaidi ya watu 1,500 kusafiri kwa kujichangisha wao wenyewe kuja kuhudhuria uzinduzi wa kitaifa. Jitihada za namna hizo huwezi kuzipuuza. Sasa nikiongea sana mheshimiwa mgeni rasmi nitakuwa so emotional. Naomba niishie hapa. Lakini nina ombi kubwa kwako kwa niaba ya viongozi wenzangu hapa. Kutusaidie kupunguza changamoto tunazokutana nazo, especially za mahusiano baina yetu sisi kama wana TK na baadhi sehemu ndogo sana ya viongozi.
Nashukuru sana. Nashukuru sana. Naomba tutulie. Nadhani mheshimiwa mgeni rasmi umenielewa nini ambacho namaanisha. Ni kitu ambacho nazungumza ambacho kipo kwenye mioyo yao. Sio mimi nasema hapa. Ni sehemu ndogo sana ya viongozi ambao wamekuwa hawatusapoti na kutuunga mkono. Asanteni sana. Naomba nimalizie. Sisi tutasema zaidi kesho Mungu akipenda. Sasa kuna maswali huwa naulizwa na viongozi wangu ambao mimi binafsi huwa nakosa jibu. Huwa wananiuliza hivi. Sisi TK Movement malengo yetu ni kuisapoti serikali ya awamu ya 6. Malengo yetu ni kumuunga mkono Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa nini wateule wake baadhi wanatupinga? Sasa ni swali ambalo mimi binafsi sina majibu nalo. Hata wao hawana majibu nalo. Kwa sababu utajiuliza, tunafanya kazi ya kuzalendo, kazi ya kujitolea kwa ajili ya serikali yetu, kwa ajili ya manufaa ya Tanzania yetu, kwa ajili ya mama yetu. Kwa nini wachache hawatuungi mkono na ni wateule wake? Tafsiri ambayo mimi naipata ni kwamba hawatukwamishi TK Movement, bali wanaikwamisha serikali ya awamu ya 6 na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mgeni rasmi, utanisamehe, inawezekana inakuwa ni mjumbe mzito kidogo, lakini niliona ni useme hadharani kwa sababu ndio uhalisia ambao sisi kama TK Movement tunapitia. Lakini niseme kitu kimoja. Sisi kama TK Movement siku zote hatujawahi kurudi nyuma. Hatujawahi kukatishwa tamaa. Na wala hatuwezi kukatishwa tamaa kwa sababu malengo yetu sisi ya dhati ni kwa ajili ya Tanzania yetu. Na wala si interest nyingine yoyote. Moyo na niendelee kuaminisha kwamba tuko mahala sahihi kwa wakati sahihi kwa lengo sahihi. Asanteni sana.